Mimi naitwa Dr. Ayubu Kibao. Mimi ni mratibu wa huduma za ukimwi mkoa wa Dar es Salaam. Lakini niko hapa leo na mwakilisha mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam katika tukio hili. Tumefika hapa kwenye tukio hili la kuadhimisha miaka 15 ya hospitali hii ya Hemeda. Tumejionea kwa pamoja, hata nyinyi waandishi mmefika, mmejionea ndani huduma, vifaa bora na vya kisasa kwa ajili ya kutolea huduma kwa wananchi. Tumejionea hospitali hii inatoa huduma za kusafirisha damu, yani dialysis. Tumeona lakini pia mashine nzuri kubwa ya kisasa ya kutibu, ya kuzibua mishipa ya moyo, cath lab. Lakini pia tumeona na tumesikia kwamba pia kuna huduma za wagonjwa wa kansa wanatibiwa hapa. Lakini pia tumeona maabara yao. Kwa hiyo kwa kweli katika juhudi za kuweza kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora, kwa juhudi za mkurugenzi wa hospitali hii tumeziona, na kwa kweli watu wanapata huduma bora. Lakini pia tumeona shuhuda kati ya watu waliofika hapa akishuhudia na akisema kabisa kwamba yeye ni mtu wa standard, na kweli standard ameziona hapa na hapa anaendelea kupata huduma iliyo bora. Naitwa Dr. Heri Meshaki Mwandolela. Mimi ni daktari bingwa wa magonjwa ya moyo ya binadamu. Niko katika hospitali inaitwa Hemeda iliyoko Bunju B, wilaya ya Kinondoni hapa jijini Dar es Salaam. Na pia ni mkurugenzi na mwanzilishi wa hospitali hii ya Hemeda. Leo ni siku kubwa na ya muhimu sana kwa taasisi yetu ya Hemeda, kwa sababu ni siku ambayo tunaadhimisha miaka 15 tangu tulipoanzisha huduma hizi mwaka 2010 katika kiwango cha kliniki, tukiwa pale katikati ya jiji maeneo ya Upanga. Lakini baadaye kutokana na mahitaji ya huduma zetu tukahamisha huduma hizi na kuongeza huduma kufikia kiwango cha hospitali na kuhamia maeneo haya ya Bunju B hapa wilayani Kinondoni. Zaidi tumekuwa tunajikita katika maeneo ya kimkakati. Maeneo haya ni maeneo ya kutoa huduma za magonjwa ya moyo, magonjwa ya saratani, lakini magonjwa pia ya figo kwa wale ambao wanapata changamoto ya figo kushindwa kufanya kazi. Kwa nini tumechagua maeneo haya? Ni kwa sababu takwimu hivi sasa zinaonyesha kwamba magonjwa yasiyoambukiza, hususan magonjwa ya moyo, figo, lakini pia na saratani, ndio magonjwa ambayo yanaongoza kwa kuchangia kwa vifo vingi kuliko magonjwa mengine yote hapa duniani. Na katika magonjwa hayo, magonjwa ya moyo ndio yanayoongoza kwa kusababisha vifo vilivyo vingi kuliko magonjwa mengine. Takwimu za mwaka 2025 mwaka huu zinaonyesha kwamba magonjwa ya moyo peke yake yanagharimu au yanasababisha vifo vya watu wasiopungua milioni 20 kila mwaka, yakifuatiwa na magonjwa ya saratani ambayo yanachangia 10% mpaka 15%. Kwa hiyo ukichukua magonjwa ya moyo yanachangia 33% na magonjwa ya saratani, unaona kwamba 50% ya vifo vyote duniani husababishwa na magonjwa haya mawili tu, ukiacha mbali magonjwa mengine yote. Kwa hiyo magonjwa haya umekuwa tukifanya siku hii ya Hemeda kwa miaka yote 15. Na katika kufanya siku hii tumekuwa tunazingatia kurudisha kwa jamii kile ambacho tunakipata kwa kufanya makambi mbalimbali ya uchunguzi wa afya na matibabu. Na kabla ya siku hii ya tarehe 20 mwezi Oktoba, tarehe 18 na 19, hospitali yetu kwa kushirikiana na hospitali ya Apollo ya jijini Bangalore, India, tumeweza kuleta wataalamu wa moyo, wa mambo ya mfumo wa mkojo, lakini wale wataalamu wa mishipa ya fahamu kuja nchini Tanzania katika hospitali ya Hemeda kutoa huduma kwa watu kwa bei nafuu sana, ambapo ingemgharimu mtu kwenda India kusafiri, kujikimu na kuondoka nchini mbali na wapendwa wake kwenda kupata huduma hizi. Sisi tumesogeza hapa jirani. Lakini wiki moja 2 kabla ya siku hii pia tuitoa huduma ya bure kabisa kwa watu kuja kujichunguza magonjwa yasiyoambukiza kama saratani,
magonjwa ya shinikizo la damu, kisukari, lakini pia kuangalia mafuta katika damu au cholesterol, kitu ambacho tumekuwa tunakifanya kila wakati, na hivi wiki mbili zilizopita tumefanya kama kurudisha kwa jamii kwa kile ambacho tunakipata kama wawekezaji kwenye huduma za afya.